Wakieleza hali ilivyo shuleni hapo, walimu na wanafunzi akiwemo Christopher Mtulo, mkuu wa shule, na Tamali Mwaliombo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4 Ilumaki Sekondari, wanasema msaada huo unakwenda kuongeza kiwango cha ufaulu, hivyo wanaishukuru kampuni hiyo kwa kuguswa kuwasaidia na kisha kuomba wadau wengine kuguswa kusaidia ujenzi wa nyumba za walimu na mabweni ya wanafunzi. Tunakushukuru sana wewe kwa kutatua changamoto ya madawati. Shule haina nyumba za walimu. Shule ina upungufu wa mabweni matatu ambayo wananchi wameanza kuandaa vifaa vya ujenzi. Madawati hayo yatasaidia wanafunzi kuongeza ufaulu, kwani hapo mwanzo walikuwa wana madawati machache. Tunawashukuru wadau waweza kujitolea madawati haya, maana yanaenda kupunguza changamoto ya madawati, changamoto ya vitanda na mabweni. Kuna vitanda vimewekwa koridoni, hivyo bweni ni dogo, lakini pia dohani haipo kwa ajili ya kuchomea taka kwa upande wa girls. Awali akiongea na wanafunzi wakati wa makabidhiano, mkurugenzi wa kampuni ya usafirishaji wa mizigo ya GNM Geoffrey Mbilinyi anaweka wazi sababu ya kuguswa kuwasaidia na kisha kuahidi kuipa mifuko 300 ya saruji na nondo ili kufanikisha ujenzi wa mabweni ya kike na kiume na kumaliza msongamano wa watoto mabwenini. Kwa hiyo familia nyingi zilikuwa anaambiwa unapoenda kufanya mtihani anaambiwa fanya vibaya ili usiendelee. Na mimi nilikuwa kati ya miongoni ya familia hizo. Lakini mtu wa Makete 20,000 ni hela nyingi sana. Kwa hiyo unapokuta watu wamechangishwa mpaka wameweza kufanya vitu kama hivi, kwa sisi tuliokulia huku na tunajua shida hizo, ni wajibu wetu kukumbuka kuweza kurudisha fadhila zetu. Sasa kama kampuni ya GNM kwenye hili swala la ujenzi mmesema kwamba kuna simenti na nondo. Nashukuru simenti umesema mifuko 300. Nafikiri mkishaanza hiyo mifuko italetwa 300. Wakati wanafunzi na walimu wakitoa shukrani zao kwa mfadhili wa madawati, viongozi wa serikali nao wakiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Makete Robinson Maenge wanatumia fursa hiyo kuagiza wanafunzi kutunza miundombinu ya shule na kisha kusisitiza ujenzi wa mabweni ili kutatua kero shuleni hapo. Dawati hizi hapa zinatakiwa zitunzwe kwa kumbukumbu kubwa ya vizazi. Naamini wanafunzi wana mambo mengi, lakini wakielimishwa namna ya kutunza tulivyopata, ili mwakani sasa tusirudi tena kusema kuna upungufu wa dawati. Tunaomba kwamba muendelee kutusapoti kama Mheshimiwa Diwani alivyosema kwamba tuna ujenzi wa hayo mabweni. Tuna watoto wengi sana mahali hapa. Kwenye vikao vyetu tuliona kuna mambo ya kuanza nayo kuyafanya. Kwa maana kuanza na mabweni mawili kutokana na wanafunzi ambao tutakuwa nao. Yaani darasa la 7 na la 6 wataanza kwa pamoja. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.